Karibuni katika uchambuzi wetu wa hasa changamoto za bidhaa za plastiki katika sherehe na maadhimisho ya sikukuu za Noeli au Krismasi duniani. Nafikiri inapendeza tukianza na nini maana ya Krismasi. Krismasi ni adhimisho, ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mwokozi wa Kristo, Mwokozi wa dunia, takribani miaka 2025 iliyopita. Noeli au Krismasi ni sherehe ya pekee kabisa duniani, sio tu kwa Wakristo, sio tu kwa Wakatoliki, bali kwa madhehebu mengi. Tukiangalia maandiko matakatifu, kitabu cha Nabii Mika sura ya 5 mstari wa 1 na kuendelea tunasoma hivi: Mwenyezi Mungu asema, lakini wewe Bethlehemu katika Efrata, wewe ni mdogo tu kati ya jamii za Yuda, lakini kwako kutatoka mtawala atakayetawala juu ya Israeli kwa niaba yangu. Asili yake ni zama za kale. Hilo ni kutoka somo hilo ni kutoka katika kitabu cha Nabii Mika sura ya 5 mstari wa 1. Kitabu cha Nabii Mika kinatoka katika Agano la Kale ambalo wana wa Ibrahimu, yani Wayahudi, Wakristo na Waislamu wanakubaliana na hilo. Tukiangalia Agano Jipya ambalo Agano la Kale limekamilishwa katika Agano Jipya, tunasoma kutoka kwa Mwinjili Luka sura ya 2 aya ya 8 hadi ya 14. Tunasoma hivi: Katika sehemu hizo walikuwako wachungaji wakikesha usiku mbugani kulinda mifugo yao. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote. Wakaogopa sana. Malaika akawaambia, msiogope, nimewaleteeni habari njema ya furaha kubwa itakayowapata watu wote. Kwa maana leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi kwa ajili yetu, ndiye Kristo Bwana. Na hiki kitakuwa kitambulisho kwenu: mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelazwa horini. Mara kundi kubwa la jeshi la mbinguni likajiunga na huyo malaika, wakamsifu Mungu wakisema, utukufu kwa Mungu juu mbinguni, na amani duniani kwa watu anaowafadhili. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, Noeli hata katika nyakati zetu hizi inaanza takribani wiki 6, na sehemu nyingine Marekani na nchi za Ulaya inaanza miezi 2 kabla. Yaani kuanzia mwezi wa 11 watu wameshaanza kupiga nyimbo za Krismasi, wameshaanza kuweka matangazo ya bidhaa za Krismasi, wameshaanza kuandaa zawadi za Krismasi, wameshaanza kuuza miti, kadi, vyakula, vinywaji mbalimbali vya Krismasi. Noeli au Krismasi ni kipindi au wakati wa kutoa zawadi mbalimbali. Hakuna kipindi kingine katika mwaka duniani ambacho kinafurika zawadi kemkemu na mbalimbali kama kipindi cha Krismasi. Hakipo. Hata wakati wa Pasaka zawadi ni chache kabisa, wakati wa Idi el-Fitri, lakini Krismasi hata madhehebu mengine wanapenda kutoa zawadi zaidi na zaidi. Na zaidi vifungashio maalum vya zawadi hizo. Sio tu kutoa zawadi, mtu anakupa keki bila kufungwa na karatasi au kifungashio chenye nembo ya Krismasi, au anakupa zawadi ya iPhone 17, au anakupa zawadi ya Samsung sijui namba ngapi, au viatu. Kuna vifungashio maalum katika utamaduni huo wa kimagharibi wa kuandaa zawadi na kifungashio chenye alama, chenye harufu, chenye nembo ya Krismasi. Katika vyakula, mapambo, taa, miti, vinywaji na kadhalika.
Kwa hiyo ni kipindi cha pekee kabisa. Hivyo upo umuhimu wa kutafakari, je, kuna uhusiano wa karibu kati ya ongezeko la bidhaa za plastiki duniani na Krismasi? Ndio. La pili, upo uhusiano wa karibu kabisa kati ya ongezeko la bidhaa za plastiki duniani na hasa kipindi cha Noeli na mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la jotoridi. Bidhaa nyingi za plastiki zina maelezo ya kiteknolojia na kisayansi kwamba kutokana na rasilimali na malighafi zifuatazo: malighafi ya mafuta wanaita kwa kizungu crude oil, mkaa wa asili na bidhaa za petroli au petroleum. Hatimaye taka za bidhaa za plastiki, plastic waste, hutoa kemikali mbalimbali zenye sumu kwenye udongo, kwenye bioanuai na tabaka la maji. Tuelewe kuwa utunzaji na uponyaji wa mazingira, utunzaji na uponyaji wa maji ya dunia, chemichemi, mito, maziwa, bahari, na utunzaji na uponyaji wa maisha yetu na afya zetu ni vitu vinavyohusiana. Kwa hiyo unavyochafua zaidi bahari kwa plastiki, unachafua pia na unahatarisha afya. Tunapoponya maji, tunapoponya bioanuai, tunapoponya ulimwengu, tunaponya afya zetu. Kwa nini kuna mdororo mkubwa kabisa miaka hii ya karibuni, miaka 40, takribani 40, 50 iliyopita katika afya zetu? Ni kutokana pia na ongezeko la plastiki, na hasa zile zinazoitwa plastiki viduchu, microplastics. Zaidi ya hayo, taka za plastiki zifikapo katika bahari, maziwa, mito, humeguka na kuvunjika kuwa vipande vidogo sana vya plastiki. Hiyo niliyosema microplastics. Na mwishoni husumisha, huleta sumu kwenye maji, huleta sumu kwa samaki, huleta sumu kwa nyangumi na viumbe mbalimbali, viumbe kadhaa wa kadha, na wanyama mbalimbali wa majini na baharini. Hivyo kwamba tunapokula samaki wa tilapia, tuna, salmon, sushi, kambale na kadhalika, tunakuwa pia tumejiweka katika athari za kiafya zinazotokana na bidhaa za plastiki ambazo huenda tumeziongeza au tuliziongeza katika takribani Krismasi au Noeli zilizopita, Krismasi 20, 25 au 30. Leo hii kila dakika duniani kunazalishwa chupa za plastiki za maji na vinywaji milioni 1. Kwa hiyo dakika 20 ni plastiki, chupa za plastiki milioni 20. Dakika 60 katika lisali moja ni plastiki milioni 60, chupa za plastiki. Plastiki au bidhaa hizi hatarishi huzalishwa na kutumika majumbani, hasa katika kipindi cha Krismasi, hata nyakati nyingine, jikoni, katika groceries, katika supermarkets, katika vifaa vya kuwekea vyakula, vya kuwekea takeaways, mabegi ya zawadi, mifuko ya zawadi na hata kadi za Krismasi. Sasa tuangalie sehemu ya kwanza, janga au balaa la bidhaa za plastiki kipindi kinachokaribia Krismasi, wakati wa Krismasi na baada ya Krismasi, kabla, wakati na baada ya Krismasi. Janga hilo la bidhaa za plastiki zina tabia zifuatazo au ukweli ufuatao. Kila mwaka zaidi ya tani milioni 400 za plastiki huzalishwa, na ni 9% tu kati ya hizo tani milioni 400 hufanyiwa kile tunachokiita mchakato wa recycling process. Pili, katika kipindi cha Krismasi au Noeli, kiwango hicho huongezeka katika uzalishaji wa miti ya plastiki ya Krismasi, taa mbalimbali za plastiki za Krismasi,
vifungashio mbalimbali za plastiki za Krismasi, vijiko, vikombe, sahani za plastiki za Krismasi, kadi mbalimbali na maua mbalimbali ya kupambia ya plastiki kipindi cha Krismasi, zawadi kemkemi za plastiki, kalamu, radio, saa, hereni, miwani. Unaweza ukaorodhesha hiyo listi hadi kesho. Vinazalishwa. Na kila mwaka kadi bilioni 1 za Krismasi zinatupwa. Na mbaya zaidi ukikuta ni zile za ambazo haziozi. Kadi bilioni 1 jamani, duniani kuna watu bilioni 9. Sasa kadi bilioni 1 ni kiwango kikubwa, zinatupwa. Tunahitaji, naomba ili mupate picha ya hizo kadi bilioni 1 za Krismasi, tunahitaji viwanja 77 vya michezo kutupa hivyo vitu. Sijui mnaelewa viwanja vya michezo. Nyinyi ni mashabiki wa Simba, Yanga, Man U. Sasa hebu fikiria viwanja vya kisasa 77 ili kutupa pale kama dampo, kuweka kama dampo hizi kadi za Krismasi bilioni 1, si bilioni 1. Kule Uingereza, tuangalie mfano wa Uingereza. Kule Uingereza takribani tani 114,000 za vifungashio vya plastiki hutupwa kila mwaka. Pia miti milioni 8 ya plastiki wakati wa Krismasi hutupwa kila mwaka. Labda tufanye utafiti hapa Tanzania. Hatujafikia huko, lakini tunaelekea huko. Kila mtu anataka kuiga, ana copy na kupaste. Waingereza wanafanya nini? Waamerika wanafanya nini? Wajerumani wanafanya nini? Sasa hebu fikiria Uingereza, miti mingapi? Milioni 8. Kuna nchi zenye watu milioni 8. Nchi ya Austria nilikosoma ni watu milioni 8. Kwa hiyo hebu fikiria ile nchi ya Austria ina watu milioni 8, kwa hiyo kila mtu ni mti mmoja, na hii inatupwa. Ni kiwango kikubwa sana. Walaji kwa mfano kule Uingereza, walaji kule Uingereza tu hutumia takribani hivi vifungashio takribani, ukiviunganisha vifungashio vya Krismasi, ukiviunganisha kimoja baada ya kingine, ukaunganisha vifungashio vile vyote, ukivikusanya takribani kilomita 384,000 ukiviunganisha vyote. Yaani maana yake ni umbali wa kutoka hapa duniani kwenda kwenye mwezi. Ukiviunganisha umbali kutoka hapo ulipo kwenda kwenye mwezi, viunganishe vyote 1 2 3, vifunganishi vilifungia, sijui keki ya Krismasi, sijui take away ya Krismasi, samosa, sijui juice, sijui ice cream. Unaweza kuorodhesha na kilo moja ya kifungashio, kilo moja ya vifungashio vya Krismasi. Tunaongelea janga na balaa la vifungashio vya Krismasi vya plastiki. Kilo moja ya kifungashio cha Krismasi huzalisha kilo 3 za kaboni. Kilo moja inazalisha ni sawa na kilo 3 za CO2, hewa ya ukaa ya kaboni. Ni balaa kubwa kabisa. Takribani masalio ya vyakula vya jioni vya Noeli. Wazungu wengi sana hasa Uingereza wanapenda kitu kinachoitwa Christmas dinner. Mchana si sana, jioni ndo wanakula na wanajirusha sasa takribani vyakula ambavyo havikuharibika vya dina, karibu dina milioni 5 hutupwa. Milioni 5. Ndio maana nasema kama mtaalamu, duniani hakuna shida ya chakula, hakuna njaa. Njaa ni ugawaji na ugavi wa chakula. Kuna mahali vyakula vimelundikana, hasa wale matajiri, ile piramidi, ile piramidi. Na hapa chini hapa hakuna kitu. Mikate inayotupwa kule Ujerumani na Uingereza kwa siku ni zaidi ya tani 12 ya jana. Hawali mkate kiporo. Mimi na wewe ndo tunakula mkate wa juzi na jana na juzi ile nyingine. Wao wanataka fresh bread, unatoa harufu kutoka bakery. Sasa hebu fikiria dina milioni 5 zilizotengenezwa, vyakula vinatupwa, havikuliwa. Watu wamekula na kuvimbiwa na kutupa. Kule Marekani 25% ya bidhaa taka hutupwa wakati wa sherehe za shukrani. Inaitwa Thanksgiving Feast, na acha pia wakati wa Krismasi. Ni balaa kubwa. Miti ya Noeli
inaoza, inapoanza kuoza kule Uingereza tu, hata ile ambayo ni bio trees, miti inayooza, huzalisha tani 100,000 za hewa ya methane CH4 kule Uingereza tu, tani 100,000. Hujaenda Marekani, hujaenda Ujerumani, hii ni Uingereza tu. Hujaenda Asia, hujaenda Japan, hujaenda Afrika Kusini, hujaenda wapi. Sasa nini kifanyike? Nini kifanyike? Tumeshaona hilo janga na balaa la mkusanyiko wa plastiki, hewa ya ukaa na athari zake kiafya. Nini kifanyike? Kuna mambo kama 10 ya msingi kabisa. Hizi ni amri 10 za mazingira, au mawaidha na hoja 10 msingi za kututoa hapa kwenye hili janga, kwenye hili balaa, kuenda sasa katika hali ambayo ni bora zaidi. La kwanza, elimu makini ya mazingira dhidi ya utamaduni wa bidhaa za plastiki, vifungashio vya plastiki, zawadi za plastiki na kadhalika, ipewe kipaumbele katika familia, katika shule zote, katika vyuo vikuu, vyuo vya kati, katika makanisa, misikiti, mahekalu na jamii nzima. Kwa elimu makini, sio elimu hizi za kisiasa za bla 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 bla. Hoja namba 2, inapaswa ieleweke kwamba falsafa hii muhimu, anayekubali kubadilika hubadilisha wengine. Ni falsafa ambayo ni nzuri sana. Yaani mimi leo hii nikibadilika, nikapunguza plastic footprint yangu au matumizi yangu ya plastiki, wengine sasa kumbe na Fadha Msafiri amebadilika, ngoja na mimi nibadilike. Kwa hiyo inakuwa ni ile falsafa ya ku-influence chanya, influencers katika mazingira, influencers katika, leo tunaona influencers katika social media na nini, lakini katika mazingira. Kwa hiyo hebu tuwe influencers wanaokubali kubadilika mmoja individually, ili tubadili wengine. Tukianza mimi na wewe, tuko hapa watu 6, tunaweza tukabadili watu 60,000 kwa wiki moja. Namba 3, kuanzia sasa tuweke mkakati kwamba Noeli bila plastiki inawezekana. Noeli bila vifungashio vya plastiki, bila chupa za vinywaji za plastiki, bila karatasi chafu nyingi za plastiki inawezekana. It is possible. Namba 4, tuzingatie Injili. Injili ni habari njema. Injili ya Laudato Si. Injili ya Laudato Si ambayo inatueleza kwamba huyu mama, hii dunia, uumbaji, mazingira, ni dada yetu, ni mama yetu. Tuanze na utamaduni wa kumpenda huyu mama dunia, ili aponywe. Iliyoandikwa, hii ni Injili au fundisho lililoandikwa na marehemu Baba Mtakatifu Francisco. Namba 5, tuanze kufikiri kidunia. Dunia yetu sasa inapumua hewa ya ukaa, imevimbiwa hewa ya ukaa. Mama dunia amevimbiwa plastiki. Tunafanyaje? Tuanze kufikiri kidunia, inaitwa global thinking and local action. Tufikiri kwa jumla. Mama dunia anahangaika, mimi na wewe na yeye, mimi, wewe na wao na yeye. Alafu tunafanya pale tulipo, kwenye familia, kwenye kanisa, kwenye jumuiya ndogo ndogo, kwenye msikiti, kwenye hekalu, kwenye ofisi na kadhalika. Namba 6, tupambe Noeli na Krismasi na hata sikukuu nyingine za kidini, za kiimani kwa mapambo yanayooza, mapambo asilia. Mtaniambia padi, sasa tutakata miti. Ndio, tuoteshe miti zaidi. Kama tutakata miti 100,000 Tanzania, kila mwaka tuoteshe miti 500,000 ya Krismasi. Na baada ya hapo tutakuwa ile ratio itakuwa bado ni kubwa. Lakini athari za kutumia miti ya plastiki nayo iona sasa hivi kwenye supermarkets katika miji yote hapa Tanzania na duniani ni kubwa kuliko kutumia miti ya asili au asilia. Namba 7, zawadi zote hasa za Krismasi zifungwe na vifungashio vya majani.
regreening Christmas. Majani, kuna majani ya mitende, kuna majani ya migomba, kuna majani, watu waanze kuwa wabunifu. Zamani watu walikuwa Wachaga walikuwa wanafunga nyama na majani ya migomba. Sikuwa tunafunga nyama. Huwezi kwenda wetu unaenda kuchukua nyama wamechinja Krismasi, wamechinja wakati kuna harusi, unafungiwa kwenye majani. Kwanza hilo jani halitoi sumu, halafu linaoza na ni rafiki wa mazingira. Kwa hiyo tubadilike radically, nyuzi 180 au 361 tuanze kutumia majani. Na kuna ile inaitwa bamboo trees, bamboo. Siku hizi nimeona hata pale Dubai. Nimeona Doha, nimeona sehemu nyingine Afrika Kusini vikombe vya bamboos ambavyo vinaoza badala ya plastiki. Unaenda kwenye restaurant, unaagiza juisi, wanaiblend pale smoothie, wanakuwekea kwenye kikombe ambacho ni cha bamboo, kimekatwa bamboo. Na itaoza wakati fulani. Kwa hiyo zawadi tuanze kufikiria hivi, zawadi hizi naiweka kama ni kitambaa kiwe kinaoza, kama hiki cha hapa kwenye nani yangu hiki. Ni cotton ambayo inaoza na sio plastiki. Namba 8, vinywaji viwekwe na viandaliwe katika sehemu ambayo watu badala ya kutumia chupa milioni 1 viwekwe kwenye, kwa mfano ni Fanta iwekwe kwenye pipa la Fanta, watu wachukulie kule kwa vikombe. Lakini unapotengeneza Fanta au Sprite kwenye chupa milioni 1, tayari namba imeongezeka. Kwa hiyo kuna matangi makubwa, matangi makubwa unaenda unajichotea. Hata wanywaji wa bia, badala ya kutengeneza bia au vinywaji mbalimbali, vinywaji vikali katika chupa za plastiki za aina yoyote ile, basi kuwepo na matangi kama Wajerumani wanavyofanya, matangi ya kuhifadhi vinywaji ambapo kila mtu anajichotea na kikombe chake, ili kupunguza the amount na average ya vile vikombe vya plastiki na chupa. Namba 9, tukubali ukweli huu kuwa mshikamano na kila kitu, mshikamano mwema, mshikamano jenzi, solidarity wa kila kitu huleta maana ya kina na ya maisha na uhai. Na baada ya maana ya kina ya maisha ya uhai katika dunia huleta uzuri. Maana yake nini? Mshikamano huzaa maana ya kina, na maana ya kina huleta uzuri. Uzuri huo, uzuri wa mazingira, uzuri wa afya, uzuri wa maisha, uzuri wa jamii, uzuri wa viumbe. Kwa hiyo uzuri unatokana na mshikamano. Ukiona maua mazuri, kuna mshikamano uliofanyika kati ya udongo na hewa na maji na nyuki walio pollinate ile ua. Sio kazi ya jua tu kuleta maua mazuri. Kuna nyuki, kwa hiyo ni mshikamano. Is a solidarity of so many things, of so many creatures, wa viumbe mbalimbali. Na ndio maana Mungu akaumba viumbe mbalimbali akijua mshikamano katika wote hawa utaleta uzuri na maana ya zaidi. Ndio maana kuna hata binadamu, kuna sisi weusi, kuna wengine sio wanaitwa weupe, ndio uzuri huo. Tungekuwa tu weusi au weupe tu kusingekuwa na uzuri. Kungekuwa tu na mawaridi ya manjano tu kusingekuwa na uzuri. Kuna mawaridi ya manjano, mekundu, kungekuwa tu na miti ya aina moja kusingekuwa na uzuri. Kungekuwa tu na nguo za aina moja kusingekuwa na uzuri. Kwa uzuri unaleta maana ya kina, unatokana na kina cha maisha na mshikamano wa kila kiumbe kilichoumbwa na Mungu. La 10, tuepe saratani ya kusingizia kuwa kila mtu anafanya hivyo. Nimeona kila mtu anaenda supermarket ananunua mti wa plastiki, kila mtu yani unasema kila mtu anafanya hivyo. Kwa hiyo sio dhambi yangu tu, kila mtu ananunua plastiki, kila mtu ananunua Fanta na Coca-Cola za take away, kila mtu anafanya hivi. Kwa hiyo inakuwa ni dhambi ambayo inatokana na kuhalalisha kwamba kila mtu anafanya hivyo. Hiyo sio hoja nzuri. Sio hoja nzuri. Tuepe saratani hiyo ya kisingizio kwa kila mtu anafanya hivyo. Tutumie basi sasa taa za jua. Tupunguze pia kiwango cha nishati. Taa za jua hatulipi bili. Mungu haleti bili mwishoni kupitia jua, halileti bili. Jua ni nishati ya Mungu kwetu sisi ya bure.
taa za jua, mapambo ya miti asilia. Tutumie vifungashio vitokanavyo na nta ya nyuki. Nta ya nyuki inayeyuka. Nta ya nyuki, vifungashio. Tuwe wabunifu. Yaani mabadiliko ya tabia nchi yawe ni fursa na sio balaa. Yawe ni fursa. Kuna watu wanasema hii sasa ni changamoto. Changamoto hizi ziwe fursa. Badala ya plastiki tutumie karatasi badala ya aluminium foil na kadhalika. Na mwisho, tupambe kwa kutumia hasa maua mazuri ya asili, lavenda. Tutumie matunda yale yanayoliwa. Baada ya kupamba tunachukua matunda yetu tunakula. Tutumie matunda mbalimbali, wanaita cherries, sijui nini, maembe dodo, sijui manini. Tupambe, tuwe wabunifu wa kutumia matunda mbalimbali ya tropiki. Yako mbalimbali. Nenda sokoni kule utaona. Hata kama ni mapapai ambayo hayajaiva, yatengeneze sijui pango, yatengeneze mtoto Yesu, baadaye tunakula hayo mapapai badala ya kutengeneza kupamba na midoli ya plastiki ambayo italeta shida baadaye. Hivyo basi tutumie na zaidi pia recycled papers, karatasi na magazeti yaliyokuwa recycled, sio yale mapya, yale ambayo tunaona leo hii duniani. Kuna kitu kinachoitwa recycled papers, makaratasi yaliyorudishiwa uhai, yaliyorudishiwa ubora. Yako mengi kwenye magazeti. Kuna kampuni Marekani, Ujerumani, Ulaya, huko kote wanatumia magazeti yao, hawatumii karatasi mpya. Kuna karatasi recycled toilet papers ambazo zinatumika sana, recycled papers za kuprint na kadhalika. Hivyo nimalizie kwa kusema kwamba utamaduni wa kuplastikisha Krismasi uachwe na tuanze utamaduni mpya wa kukijanisha na kuboresha Noeli, Krismasi kwa kutumia bidhaa chache zaidi za plastiki, au tusitumie kabisa bidhaa za plastiki, lakini pia tutumie ubunifu katika utafiti, innovation na revolution, mabadiliko na mageuzi umakini kabisa katika kubuni njia mbalimbali za kutumia, kwa mfano nguo za plastiki, nguo za kotoni badala ya nguo za plastiki, nguo za pamba, mapambo ya pamba, zawadi za pamba zinazooza badala ya mazawadi mengi na vifungashio vingi vya plastiki ambazo athari zake kwa muda mfupi, muda wakati na muda mrefu ni mbaya sana kwa vizazi vijavyo, miaka mamia na mamia yajayo ya wanadamu, mimea na wanyama. Asanteni.